salamu za Christmas leo tarehe 25 mwezi wa 12 mwaka wa Bwana wa 2025. Wapendwa wakuu wa majimbo, wachungaji, wakuu wa taasisi na vituo, wakuu wa vitengo, washarika wa kanisa kuu pamoja na washarika wote wa kanisa la Kijili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Iringa, watazamaji na wasikilizaji wote mnaotufuatilia kupitia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii, ninawasalimu kwa upendo wa huyu tunayeadhimisha kuzaliwa kwake, Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Vaini Emanueli, Mungu yuko pamoja nasi. Tunamshukuru Mungu kwa mioyo ya shukrani kwa kutufikisha salama katika siku hii ya tarehe 25 mwezi wa 12 mwaka 2025. Kweli hata sasa Bwana ametusaidia. Huu ni ushuhuda mkubwa kwamba Mungu ni mwaminifu wa ahadi zake. Hajaangalia udhaifu wetu sisi kama wanadamu. Hakika huyu ni Mungu. Nitoe pole kwa wale ambao wameguswa na mambo mbalimbali yaliyojeruhi mioyo na maisha yao kwa namna mbalimbali. Kipekee tukikumbuka tukio ambalo lilitokea tarehe 29, tarehe 30, tarehe 31 Oktoba 2025 baada ya uchaguzi mkuu wa kitaifa. Kwenye kumbukumbu za wengi si rahisi kufutika. Hakuna ambaye hakuguswa kwa namna moja au nyingine. Mahali pengine Jumapili ile hawakupata nafasi ya kuabudu makanisani kabisa. Tumuombe Mungu na kuchukua hatua stahiki ili jambo hili lisijirudie tena. Kila mmoja kwa nafasi yake awajibike ili haki na upendo vitawale katika nchi yetu na duniani kote. Ninamshukuru Mungu kwa kila mmoja wenu ambaye kwa namna mbalimbali mmejitoa kutimiza kusudi la Mungu kwa wakati wenu. Mmetumia nguvu zenu, rasilimali zenu na maombi yenu. Hakika mmefanya kazi kubwa sana, hasa washarika wa kanisa kuu, lakini pamoja na washarika wa dayosisi yote ambao wako 208,000. Kumbukeni kile mlichokifanya, mlimfanyia Mungu mwenyewe, naye Mungu si dhalimu hata aisahau kazi ya mikono yenu. Tunaposherehekea sikukuu hii tukiwa majumbani mwetu, hebu tuwe watu wa utulivu, amani na upendo. Kaa na familia yako, tafakari matendo makuu aliyokutendea Mungu kwa mwaka huu na ueneze nuru ya Kristo kwa matendo yako. Jambo lingine, maombi ya kuombea nchi yetu ya Tanzania na kanisa letu. Ajenda hii iwe ni ajenda endelevu kwa kila mmoja wetu. Pia tuendelee kuombea viongozi wetu ili watuongoze katika haki na kweli. Huyu aliyezaliwa ni mfalme wa amani. Wapendwa, tuendelee kama nilivyosema kuombea nchi yetu ili tuwe wamoja zaidi. Tusigawike kwa dini, tusigawike kwa madhehebu, kwa ukanda, kwa maeneo wala makabila, bali tuendelee kushikamana kama jamii moja tuliyoumbwa na Mungu.